Nurr Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas. Faida ya 102, almusbilu izarahu hal tuqbal salatuhu am turad. Mtu ambaye atakaye sali amevaa nguo inayofunika macho ya miguu, mwanamume, kama ni kanzu ikawa ndefu mpaka chini au inafunika macho ya miguu, kama ni suruali ikawa ndefu mpaka chini. Hadithi inakuja hapa, hal tukbal salatu, je hiyo sala yake inakubaliwa? Am turad, au Mwenyezi Mungu haipokei? Na haya maswali tunapenda kuulizwa mara nyingi, na hasa ikiwa ni imamu ndio anatusalisha, alafu umechunguza kanzu yake ni ndefu inafunika macho ya miguu au suruali yake. Vipi hukumu ya hii sala? Hii sala inakubalika au haikubaliki? Hadithi ni moja ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, anasema bainama rajulun yusalli, wakati mmoja alikuwa jamaa mmoja yuko anasali, musbilu izara, kikoi chake kilikuwa kirefu kimefunika mpaka macho ya miguu. Qala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, baada ya jamaa kumaliza, mtume wetu Muhammad rehma na amani juu yake akamwambia, idhhab fatawadda. Mtume akamwambia yule jamaa, nenda katawadhe. Fadhahaba fatawadda, akaenda yule jamaa akatawadha. Thumma jaa, kisha akaja. Alipokuja, faqal, mtume akamwambia tena, idhhab fatawadda, nenda bwana katawadhi. Akaenda akatawadha. Faqala lahu rajul, ule jamaa aliporudia akasema, ya Rasulullah, ma laka amartahu an yatawadda thumma sakata anhu. Akasema, mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa nini umemwamrisha aende akatawadhi, au kwa nini baada ya kumwamrisha atawadhi ungechikalia tu kimya? Qal, mtume alisema, innahu kana yusalli, ni kwa kuwa alikuwa anasali, wa huwa musbilu izara, ili hali kikoi chake ni kirefu kinafunika macho ya miguu. Wa inna Allah, na kwa hakika Mwenyezi Mungu, la yaqbalu salat rajulin musbil, hakika Mwenyezi Mungu hapokei sala ya mwanamume yoyote atakaye sali ili hali vazi lake la chini linavuka macho ya miguu. Qal al-Imam Nawawi rahmatullah alayhi, ambaye ndio mwenye aliandika kitabu 40 Nawawia na hii kitabu Riyadus Salihin ambacho ndio faida za nasbat. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, rawahu Abu Daud bi isnadin sahih ala shart Muslim. Al-Imam Nawawi hii hadithi amesahihisha, akasema kwamba imepokelewa na Abu Daud kwa sharti ya Imamu Muslim. Lakini faida, naomba mfuate hapo. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, Sheikh Ibn Uthaymeen anatupa faida, anasema al-muallif, mwandishi wa kitabu hiki ambaye ni Imamu Nawawi, yakulu rawahu Abu Daud, anasema kwamba hadithi hii ambayo mtume amesema hakika Mwenyezi Mungu hakubali sala ya mwanamume yeyote ambaye nguo yake ya chini itakuwa ni ndefu nafunika macho ya miguu. Aliposema kwamba imepokelewa na Abu Daud bi isnadin sahih, kwa upokezi sahihi, kwa isnadi sahihi, ala sharti Muslim, kwa sharti ya Muslim. Sheikh anasema walakin, Sheikh Uthaymeen anasema lakini hadha fihi nadharun, hii hadithi lazima tuitazame vizuri. Kwa nini? Fa innal haditha, kwa hakika hii hadithi dhaifun. Maana naona kuna watu wameshaanza kufurahi hapo. Hii hadithi ni dhaifun, la yasihu anin nabii sallallahu alayhi wasallam. Hadithi kwamba mtu akisali amevaa ndefu ya kuvuka jicho la miguu, sala yake Mungu haipokei, ni hadithi dhaif na wala haikuswihi kutoka kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anasema waswahihu, ama sahihi, min aqwali ulamai, kutoka kwa kauli za wanachuoni wengi, anna salata almusbil sahiha, kwamba sala atakayosali yule aliyovaa nguo ya kuvuka macho ya miguu sala yake ni sahihi, walakinahu athimun, lakini anapata pia madhambi ya kuvaa nguo inayozidi jicho la miguu. Kwa hiyo sala kama sala ni sahihi, thawabu ziko, lakini pia anaandikiwa na madhambi, umevuka sheria ya dini aliyoiacha aliyoifunza mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Sheikh anatupa faida, anasema wa mithlu dhalik, na ndio faida ya kusoma ndugu zangu. Sheikh anasema na mfano wa hayo, maana yake asikuchanganye. Vipi sala ikubalike na apate madhambi? Anakuambia mithlu dhalika aidan, na mfano wa hivyo pia, man labisa thauban muharraman, mwanamume yoyote au mwanamke yoyote wa Kiislamu atakayevaa vazi thawb, akavaa vazi kanzu mfano, lakini hiyo kanzu muharraman, ni kanzu ambayo imeharamishwa na sheria, yani haijuzu kuivaa, ni haramu kuivaa, yeye akaivaa. Alaihi, akatoa mfano, labda amevaa kanzu ambayo imechorwa kama tulivyosema jana, imechorwa labda kipicha cha mnyama, bata, wengine mnavaa majezi, mara kuna puma, ni kamnyama puma ile ni kamnyama fulani, wengine mnavaa sijui nini, lakini muhimu anakuwa kuna vichapo, au umevaa nguo imeandikwa mtu kwa rasali na akinoa macho anasoma kabisa jina la mtu pale nyuma huko. Nguo kama hizo zimekatazwa. Akasema vile vile shaka endelea, akasema kathaubu sarakahu, mtu akivaa vazi ambayo kaiba, umepita sokoni, wanauza mashati, wanauza mipira, kanzu ibao, ile mtu ukaiba ile kanzu mpya, na baada ya kuiba umekuja na azana imetoka, umetawala, udhu wako safi, na umevaa yeye ya wizi, na umekuja msikitini na ukaona haitoshi, unataka sababu nyingi mpaka safa ya kwanza na kanzu ya wili, kisha ukaja ukasali nayo. Anasema Sheikh, kasabu sarakahu al-insan wa salla bihi, kisha mtu ameiba kanzu ya wizi akasali nayo. Au thawbun fihi tasawir, au mtu amekuja kusali na kanzu ambayo iko na vichapo, sio tu hiyo, au fihi swalib mathalan, au umekuja kusali na kanzu ambayo iko misaraba, misaraba tudogo tumechorwa, labda kanzu yako au jezi lako iko. Hizo zote ni nguo ambazo ni haramu. Sheikh anasema nini? Anasema au fihi suwar hayawan, au umekuja kusali na nguo yoyote ambayo ina picha ya mnyama. Anasema fakullu hadha yuharramu lubsuhu fi salat, hiyo yote tumetaja ni haramu kuvaa pindi unaposali. Wa fi khariji salat, hata kule nje ya sala, nje kule kwenye maisha kila siku haijuzu. Anasema Sheikh, fa idha salla al-insan fi mithli hadha, lakini ukisali na umevaa nguo hiyo, iwe ya wizi, iwe na tubisaraba, iwe na vichapo, iwe na nini, anasema fa salatun sahiha, sala yako ni sahihi, lakinahu athimun bilubsi, lakini pia una madhambi kwa kuivaa, kwa sababu sheria imefanya nini? Imekataza. Anamaliza kusema hadha alqawlu rajih fi hadhihi almas'ala, na hii msimamo, hii kauli kwamba ukisali umevaa nguo mwanamume akuzidi jicho la mguu, sala yako ni sahihi, lakini una dhambi ya kuvaa hiyo nguo, ndio kaulu rajih. Kwa hiyo asiji mtu akaja akasema mengine kinyume na haya. Lakini pamoja na yote hayo, kama tulivyoanza, wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kiigizo bora ni nani? Ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tujitahidi hasa wanamume tukontrol nguo zetu, tusivai virefu vinavyozidi macho ya miguu, tustafuti dhambi za bure, ingawa swala zetu zitapokelewa. Wallahu aalam. Inshallah tutoe azana alafu tulizane maswali mawili matatu. Ibn Nyamur Media, ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas.